Akikabidhi fedha hizo kwa wana vikundi hao huko shehia Ziwani, kijiji cha Tunduru, mkuu wa wilaya ya Mkoani Midha Hassan Faki amewaasa wana vikundi hao kuitumia ruzuku hiyo kama mtaji na njia ya ajira katika kuendeleza utunzaji wa mazingira, wakijua kuwa utunzaji wa rasilimali za bahari ni muhimu kwa wao na taifa. Ni muhimu sana muibue fursa na muwe wajasiriamali mahiri. Kwa kufanya hivyo, mtaweza kujiajiri wenyewe na kuongeza kipato kwa ajili ya maendeleo yenu. Hapa nataka nitoe wito kidogo. Wengi wetu tulivyo tunaona kwamba tukipewa fedha hizi za serikali, fedha hazina kazi. Tunakwenda kula, maisha yanakwenda mbele. Akina mama tunanunua vijora, leo hodi wapi, leo harusi wapi, maisha yanakwenda mbele. Lile lengo ambalo linakusudia lifikiwe na kuamua nyinyi katika hali ngumu ya maisha halifikiwi. Tunasimamia, tuhakikishe yale malengo ya kukabidhiwa fedha hizo yanafikiwa. Sawa Imani yangu kwamba tutakapokwama katika shughuli zenu mtauliza. Katika risala yao ya wanachama wa Mkuba pamoja na kamati za uvuvi iliyosomwa na katibu wa kamati hiyo Amini Bakar Haji, wamesema Mkuba imewakomboa katika kuwezesha kufanya mambo ya msingi yanayowasaidia kuendeleza jamii yao kupitia elimu ya utunzaji wa mazingira na rasilimali za bahari pamoja na kuanzisha miradi yanayowasaidia na familia zao, huku meneja wa Mkuba Zanzibar Abu Bakar Osman Masudi akieleza namna wanavyotekeleza mpango wa Mkuba: kuhamasisha matumizi ya zana halali za uvuvi zinazozingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. 3, kudhibiti na kupunguza matumizi ya zana haramu za uvuvi ili kulinda ekolojia ya bahari na kuhakikisha uvuvi endelevu. Lakini pia kusaidia jitihada za serikali na vyombo husika katika kusimamia, kulinda na kuendeleza rasilimali za bahari kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Ya fedha, lakini tuna shughuli ya kuboresha na kuongeza thamani kwenye mazao ya bahari. Na hivi ninaozungumza, kuna watu 50 walipata mafunzo na wameanza kuzalisha bidhaa za aina 9 tayari zimeshaanza kuzalishwa, ikiwemo unga wa pweza, biskuti, menge na mazao ya baharini. Nikiripoti kutoka kisiwani Pemba, mimi Maulid Hamisi.